Umeona, kwa sababu kama huyo amefanya tulimwambia kabisa, na anajua kwenye mkataba kitu chochote kikipotea cha mwajiri utachukuliwa hatua za kisheria, na wako wengine ambao wanapelekwaga kabisa mpaka mahakamani, na kuna baadhi ya vijana ambao wamefungwa kabisa kwa tabia hizo hizo za udokozi. Kwa hiyo mimi ninapofanya hii kama content ni kwa ajili ya kuwaonyesha ushuhuda na ushahidi kwamba ukifanya tabia ambazo haziendani na maadili kazini, lazima utapata gharama, utaingia gharama kubwa ya kuchafua brandi yako, utaingia gharama ya kulipa mali za watu, na wengine wataenda hatua za mbali zaidi kukushtaki, ukachukuliwa hatua za kisheria. Sasa kwa nini uingie kwenye hayo yote kwa ajili tu ya tamaa? Kwa hiyo kwa sasa mkurugenzi hamna anayetusikiliza, lakini hizi ni content ambazo huwa nazishare kwa ajili ya kuelimisha. Mimi hata kama mlikuwa mnasikiliza, ndio ninachokiongea ndio hicho namaanisha. Sawa kabisa. Na nimeongea hapa vingine kama nilikuwa nasikiliza na hao wengine ambao wapo tayari kwa ajili ya kwenda makazini. Ndio. Hii ingekuwa pia ni added advantage kwao. Ndio, watasikiliza kiongozi. Yaani hizi watasikiliza vijana wengi sana ambao wanakuja hapa kwa ajili, sio tu hapa. Mimi napendaga kusema tunaajiri vijana wachache sana, lakini wanaotusikiliza na walioko katika safari ya mafanikio ya maisha yao ni wengi sana, kwa sababu dunia imekuwa ni kijiji. Kuna watu wengi ambao wanatusikiliza. Kwa hiyo kwa kutusikiliza tu na wakapata hii elimu ambayo itawafungua, ni mwanga kwao utakaowafungulia njia ya kuweza kufika kileleni. Sisi kwetu hizi ni baraka. Tunakuwa tumefanya sehemu yetu, wajibu wetu kama wazazi, kama walezi wa jamii yetu katika kuitengeneza Tanzania yenye vijana bora, vijana wazalishaji, vijana ambao ni asset. Kwa hiyo ndio kazi kubwa kabisa ambayo ninaifanya. Kwa hiyo wale wachache wanaokuja direct kupata vijana kama nyie, tunashukuru kwamba mnakuwa mna support huu mradi. Pengine Mungu alipanga nyinyi ndio mfanyike baraka, lakini kuna wale ambao tunawaelimisha indirect kupitia hizi social media, wanatumia hizi knowledge, hizi awareness kuboresha maisha yao, kitu ambacho hicho ndio kikubwa na nafikiri kinampendeza Mungu kwamba tunaweza kuwatoa vijana wetu kwenye giza na kuwaweka kwenye nuru. Kwa hiyo mimi kikubwa ninachowaasa vijana siku zote, ndio nawaambia mafanikio ya mtu binafsi ni juhudi zake katika kutimiza majukumu anayopangiwa au anajipangia mwenyewe. Sawa kabisa, lakini kwa uadilifu wa hali ya juu. Sawa kabisa, kwa uadilifu wa hali ya juu. Ndio. Mafanikio yatakuja tu. Yaani akiwa committed na majukumu ambayo anayo. Ndio. Mafanikio yatakuja tu. Sawa kabisa. Mimi naambiaga kwamba nyie mliowekwa dukani, mkumbuke mnatazamwa na Mbeya nzima na mikoa jirani. Ndio. Mahali unapoweza kupata rafiki na mahali ambapo unaweza kujua yupi yoyote anayekuja dukani, mhudumie vizuri. Ndio. Anza kufaa huyo mtu. Sawa kabisa. Kwa hiyo nawashauri sana wale ambao wako madukani humu, kwamba mnatakiwa mhudumie watu vizuri, na ndo mahali pekee ambapo unaweza ukatengeneza exposure. Ndio. Yes. Sawa kabisa mkurugenzi. Kwa hiyo naamini ushauri huu unautoa ukiwa na mamlaka, kwa sababu wewe ni moja ya kijana ambaye ulitoka chini sana. Yes. Leo hii wanaiona Obama, inaitwa Obama nini? Obama Blues Traders. Yes, wale wote ambao wanaifahamu wasidhani ulilala ukaamka ukawa na hiyo kampuni. Unapowashauri wawe waadilifu na waaminifu katika kila hatua. Nimependa sana umetolea mfano hata wa muuza mahindi, kwamba asiuze hindi ambalo ni bovu kwa sababu tu anamuuzia mtu mwingine. Hakikisha anauza hindi safi ambalo limelimwa vizuri, sehemu nzuri, yaani ili Mungu aweze kumfungulia baraka za uaminifu kwa kile kidogo alichofanya kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo nimependa sana, umetoa mfano mzuri sana kwamba sio tu kwa wale ambao wako kwenye biashara za watu, hata hao ambao wako chini huko ni mamalishe. Usipikie maji machafu kwa sababu hicho chakula huli wewe. Hakikisha unapika katika
hakikisha unapika katika mazingira masafi, kana kwamba wewe ndio utakaye kula hicho chakula, na huo ndio uaminifu ambao Mungu wetu anatupima nao. Kwa hiyo unapokuwa mwaminifu katika madogo, lazima uweze kupiga hatua, na ndio hiyo tunaona sasa leo hii Obama baada ya miaka 10 imeweza kufika sehemu ambayo sasa hivi inahudumia sio mkoa mmoja, inahudumia mikoa mingi. Inaajiri vijana. Umesema mko timu hapo ya watu 20 labda na zaidi. Kwa hiyo ni yote hiyo chimbuko lake ni uaminifu na juhudi katika kile unachokifanya na katika hatua yoyote, haijalishi ni ndogo kiasi gani. Mimi hiyo ndio nimeondoka nayo, na of course hiyo ndio kampeni yangu ambayo nimekuwa siku zote nawasisitiza, jamani, mimi nilikuwa dada wa kazi, lakini nimefika hatua hii kwa sababu ya uaminifu na uchapakazi katika hatua uliopo. Yes. Kwa hiyo mkurugenzi, nakushukuru mno. Na asante sana mkurugenzi. Pole kwa changamoto, ndio vijana wetu. Nashukuru kwamba umekuwa na mtazamo wa kuwamenta na kuwalea na kuwapa nafasi. Basi tutaendelea kushirikiana. Nakushukuru sana Madam Joyce. Amina, asante sana, ubarikiwe. Uwe na jioni njema. Na kwako pia. Asante. Haya. Okay, nafikiri tumesikia aliyozungumza mkurugenzi wa Obama Supermarket, ambayo tumekuwa tunawatafutia vijana wa kwenda kufanya kazi, na aliyoyalalamikia ndio tunayoongelea kila siku hapa kwenye hizi platform, kwamba utakaposhindwa kuwa mwaminifu hautoboi, ufiki mbali, unadhalilika, unachafua jina lako, unachafua brandi yako. Unadhani unamchafulia Joyce Kiria? No, mimi huwezi kunichafua kwa tabia zako. Wewe ndio utakayechafuka. Wewe ndio utakayechafuka. Kwa hiyo wewe ndio utakayefukuzwa kazi pale atakuja mtu mwingine, au wewe mwenyewe ndio utapewa chansi, utakuwa hauna amani tena ya kufanya kazi kwenye mazingira ambayo wewe ushaharibu, ushachafuka. So nitakwenda kumtafuta mhusika sasa kwa ajili ya kusikia ana lipi la kutuambia. Okay? Hello. Hello. Hello, Dorcas. Yes. Ujambo? Jambo, shikamoo. Marahaba, unaendeleaje? Vizuri, na mshana. Unaongea na Joyce Kiria hapa wa Dada Center. Habari za huko? Nzuri, shikamoo. Marahaba. Imekuwaje sasa? Tumepata changamoto kutoka kwa bosi wako hapa ambaye tuko naye pia hapa kwenye line kuhusiana na masuala ya uaminifu. Imekuwaje? Pesa hazionekani? Yaani hapo madam, kama nilivyomwelezea nani bosi, kwamba kuna hela ambayo inaonekana kwamba haipo. Lucas. Abe. Hebu panda juu pale. Uko dukani? Nipo duka la chini huko. Panda juu. Sawa. Halo? Nakusikia Dorcas, nakusikia. Nilitaka niongeze sauti. Nakusikia, unasikika tu vizuri. Ni mimi ndio nilikuwa sisikii. Hapo unanisikia? Hapo nasikia vizuri. Imekuwaje hela zimepotea? Na wewe ndio mtu ambaye uko kwenye keshia, si ndio? Ndio. Mtu ambie kwa nini? Issue hapo madam, ni kwamba kuna hela za bidhaa ambazo zilikuwa zinatoka ambazo ziko kwenye system. Umeona? Kisha kosa ambalo nilifanya mimi, sikupaswa kuandika kwenye daftari la keshia, ilipaswa kuandika kwenye daftari kubwa. Kwa mimi nikaanza kwenye hesabu zangu na kwa napata excess, ambacho kitu nilitakiwa ni kutoa taarifa kwa bosi. Sasa in mimi napata short, ile hela excess ndio nilikuwa naijazia hapo, ndio kosa ambalo nilifanya. Yaani ndio. Hebu ngoja kwanza. Yaani nafikiri inabidi unyooshe maneno vizuri. Ukisema kwamba ulikuwa unapata hela za ziada, si ndio? Sasa hizo hela za ziada ulikuwa unaziripotia kwamba kuna hela hizi zimezidi, ulikuwa unaripotia? Yaani mimi madam nilikuwa naiona hapo ni kwamba
ni hela ambayo kwangu mimi kwenye hesabu zangu baada ya kuuza kuna excess kiasi hichi hapa. Ulikuwa unazitolea taarifa? Swali langu ni kwamba hizo pesa ulikuwa unazitolea taarifa? Si una mfumo wa kutoa taarifa kila siku, taarifa za fedha? Ndio. Hapana, sikutolea taarifa. Lakini nasema kwa mfumo wa eneo lako la kazi, wewe mtu ambaye unakaa kwenye mahesabu, kwenye pesa, kwenye mauzo, kila siku si unatakiwa utolee taarifa? Na ulikuwa unatolea taarifa mauzo mengine ambayo ulikuwa unafanya? Ndio, nilikuwa tunatuma ripoti kila siku. Kwa hiyo ulikuwa unatuma ripoti ya mauzo mengine ambayo unafanya. Ndio. Lakini hizo ambazo unadai zilikuwa ni hela zinazozidi ukuzitolea. Ndio. Okay, sasa hapo unasema sasa hiyo inakuwa inatengeneza picha gani? Na kama ulikuwa uzitolee, ulikuwa unazipeleka wapi? Zilikuwa hizo hela unaziweka wapi kama uzitolee ripoti? Yaani ndio nilikuwa nakuelezea hapo madam kwamba kuna siku ambayo unajikuta una short kama 200,000 madam. Okay, ukiwa na short ya twende taratibu. Ukiwa na short ya 200,000 ulikuwa kwenye ripoti zako unapeleka taarifa kwamba leo kwenye mauzo kuna short ya 200,000? Kuna ambazo nilikuwa natolea taarifa ambazo zingine mimi binafsi nilikuwa nishazilipia. Umeona? Sasa kadri siku zilivyokuwa zinaenda na huko ninajua kabisa kwa mfano leo nimepunguza kiasi fulani na ninajua nina excess kiasi hiki. Ninaongezea hapo ili hesabu ikae sawa na ndio ile kosa ambalo nalikiri madam. Sasa wewe unaona, yani wewe kwa wewe Dorcas, wewe kwanza hujawahi kufanya biashara, unaongea na wafanyabiashara, unaongea na mtu ambaye bosi wako ni mtaalamu wa biashara wa miaka mingi. Kwa hiyo vitu ambavyo unajaribu kuongea kama vile unataka kurukaruka au kuleta ujanja, kama kuna umefanya kosa unakiri kosa, na sio kwamba nilikuwa, yani wewe upataje hela za ziada kwenye duka ambalo linafanya stoku na kila kitu kipo, na hivyo vitu ambavyo unasema havikuwa kwenye system. Wakati mwingine mabosi wanafanya makusudi kwa ajili ya kupima uaminifu wenu, uaminifu wa wafanyakazi wake. Lakini sasa hivi ukianza kusema nilikuwa napata losi, natumia hela zangu kuweka, alafu baadaye huku nakuja kupata excess. Yaani kabisa unaonekana kuna ujanja ambao ulikuwa unaufanya, na ambao hata mimi mwenyewe naamini kwamba kuna kitu ambacho ulikuwa unakifanya. Madam, hapo kwa ambapo nafanyia kazi mimi kuna kamera zisizopungua 20. Yaani kwamba kama mimi naondoka na hela madam, yaani wangeweza kuinoti hiyo mapema sana. Yaani mimi sije kutoka dukani na hela mbali na nauli naopewa au hela yangu ya chakula. Okay, ngoja kwenye swala la tena umeenda kwenye eneo lingine ambalo pia kumekuwa na dosari. Hiyo hela ya chakula ambayo wafanyakazi mnapewaga ya 5,500 imekuwaje tena? Kuna siku ambazo wafanyakazi wako hofu, wewe unawaandikia uliwapa hela? Hiyo madam nilimwambia hata bosi kwamba namna ya kutoa, nilimwelezea bosi kwamba kweli hii siku watu yani wapo ambao hawakusaini na ambao walikuwa wamepumzika. Kwa hiyo sasa kwa nini wewe watu ambao wamepumzika wakaandikiwa wamechukua hela wakati hawapo kazini, na wewe ndio unayewaandikia hizo hela? Dorcas? Ndio madam. Yaani iweje mtu ambaye hajaja kazini anaonekana amesaini allowance wakati hayuko kazini, na wewe ndio unayewasainisha? Hicho kitu kinaingiaje akilini? Sasa utarukaje kama unaweza kufanya michezo kama hiyo, kwamba mtu hajaja kazini unamripotia bosi kwamba nimetoa allowance za watu hawa ambao hawakuwa kazini siku hiyo, hawakupokea hiyo allowance, wewe umeandikia. Unawezaje kuruka huko kwingine ambako ulikuwa unafanya mauzo alafu hela uziripotie? Unawezaje kukataa hicho kitu? Yaani tutaaminije kwamba huko unakosema sijui nilikuwa napata hasara, sijui naweka hela zangu, mara kuna excess inabidi nifidie kule? Yaani mtu anaaminije ikiwa kwenye kitu kidogo, kitu tu kama allowance, tayari kwenye allowance tu tayari ulikuwa una mchongo, una mchezo unacheza. Mtu ambaye hajaja unachukua hela yake, unaandika nimempa. Huyu ambaye anaandikiwa amepewa anakuja kuripoti, mimi sikuwa kazini, kwa hiyo hii hela sijachukua. Wewe unaona hicho kitu ni sawa? Wewe naongea na wewe Dorcas, maana wewe una akili, sio kwamba wewe siongee na dada mjinga hapa. Naongea na very smart dada. Yaani katika wadada waliokuja hapa ambao ni smart dada, you are uko top, uko kwenye top level. Kwa hiyo usiniongeleshe hapa kama traditional dada au dada asiyejitambua. Najua kabisa unajua unachokifanya.
Ndio maana nasema unapofanya makosa uyakiri makosa yako na uyarekebishe, kwa sababu sisi moja ya mbinu tunazowafundisha za mafanikio maidia ni uaminifu. Kuwa na ujuzi wa kazi ambao we unao, una ujuzi mkubwa sana, ulikaa kwa bosi nyumbani kwake ukamwonyesha uwezo mkubwa wa hali ya juu, ukamshawishi akakuhamishia kwenye biashara yake. Sasa uwezo tu wa kazi bila maadili, Dorcas, hutoboi, na ndani ya muda mfupi sana unaanikwa. Yani hizo tabia za uongo hizo ambazo hazijanyooka huwa zinamuumbua mtu vibaya mno ndani ya muda mfupi. Yani njia ya mwongo ni fupi sana. Utazunguka hapo unajaribu kutumia ujanja wako kujielezea, lakini ukweli siku zote unabaki umesimama imara. Yani ukweli huwa unajisimama, unajitenga kabisa na uongo. Unanielewa eh? Ndio madam. Wewe ni mfanyakazi mzuri sana, lakini kitakachokuharibia na kitakachokufanya usipige hatua, usifike mbali ni hizo tabia ambazo ni za udokozi, za kutokuwa mwaminifu. Uzuri umepata bosi ambaye ni bosi mwenye nimeongea naye kirefu, amesema kama utajirekebisha tabia zako atakupa chansi. Nimeshangaa kwa sababu sio kawaida. Mabosi wengi ambao wamepata experience ya watu ambao hawajaonyesha uaminifu wamewatimua kazi vibaya, na sio tu kuwatimua kazi. Mimi nimeshangaa kwanza, bado uko dukani. Wengine saa hizi ungekuta uko polisi. Wengine wamefungwa, wameenda, na wewe mwenyewe utakuwa unafuatilia content zetu. Kuna wadada wamefungwa, kuna vijana wamefungwa kwa sababu ya hizo tabia. Umepata bosi ambaye hajataka kwenda kwenye hizo level. Kwa hiyo ana yuko tayari, kama utarekebisha hizo tabia, anasema yuko tayari kuendelea na wewe. Kitu ambacho sisi kwenye ofisi yetu waga tuna washauri, ukishaona tu mtu ambaye ana tabia kama hiyo, muondoe kabisa katika ofisi yako. Lakini bosi wako anasema kwamba yuko tayari kukupa chansi ujifunze na uachane na hizo tabia, kwa sababu zitakuharibia, zitakuchafulia brand yako na hautafika mbali. Na hayo ndio msingi wa mafundisho yetu kwa nyinyi vijana mnaokuja hapa kwenye mradi wetu, ni uaminifu. Yani utatengeneza skills, lakini uaminifu ukishashindwa kuwa na uaminifu, Dorcas, huendi popote. Kwa hiyo sasa hilo ukae na bosi wako ambaye ameshaonyesha nia ya kutaka kuendelea na wewe, lakini lazima hizo gharama uzilipe, kwa sababu kuna pesa ambazo, hizo hela ambazo uliuza vitu havikuonekana, anasema umeshazilipa. Hizo nyingine ambazo ndio hizo sijui za kwenye allowance na nini, ambazo jumla yake sijui 700,000 na ngapi, ndio hizo ulipe hela za watu. Na kama uko tayari kuendelea na kazi, kurekebisha makosa yako, uongee vizuri na bosi wako, kwa sababu yeye, yani hapo hicho anachokifanya ni nje ya mkataba wetu. Mpaka hapo wewe tayari umeshavunja mkataba kwa taratibu zetu. Unapoonyesha tabia ambayo sio uaminifu kwetu sisi, yani ni hatari, ni mtu hatari sana, ambaye sisi hatuwezi kukuweka kwenye mradi wala kumshauri mteja wetu aendelee kukaa na wewe. Lakini kwa namna ambavyo bosi wako amekaa na wewe, anasema yuko tayari kukupa chance ya kujifunza, sasa ukae naye, uongee naye na ujutie makosa yako na uyatubu na uache hiyo tabia, kwa sababu haitakufikisha popote. Yani utakwama vibaya mno. Tamaa achana nayo, achana na kitu kinachoitwa tamaa. Sijui ni mtu kakushawishi, wewe unashawishi. Kwanza wewe huwezi kushawishiwa. Kwanza nikuhakikishie, kwa namna ninavyokujua, nilivyokaa na wewe hapa kituoni, huwezi kushawishiwa na mtu yoyote. Kinachoweza kukushawishi tu ni tamaa ya kutaka pesa ambazo hujazifanyia kazi. Sasa hicho kitu ni kibaya, ukiache. Bosi wako kama anakupa chance hiyo, uitumie, uache hiyo tabia. Na sasa hivi ujenge uaminifu, sijui utaujenga kwa staili gani, kwa sababu inabidi sasa uweze kujenga uaminifu ambao atarudi tena kukuamini. Hicho ni kibarua kingine ambacho unacho. Otherwise ndio utarudi mtaani, na we ni mtoto wa kike, unarudi mtaani kufanya nini? Sana sana ndio kudanga, maisha yako yanakuwa yameishia hivyo. Wakati una potential kubwa ya kujenga maisha yako. Una potential kubwa ya future yako, kwa sababu una akili. Lakini hayo matabia ambayo umeanzisha hayo ndio yatakurostisha. Umenisikia? Sawa madam. Sawa madam. Haya. Madam Clear. Ndio bosi. Pia on top of that nitaka kuongeza kidogo. Ndio. Duka. Ndio bosi. Huyu mama, huyu mkurugenzi wako nimeongea naye kabla ya maongezi haya. Ameonyesha masisitizo makubwa sana. Nilikuwa nakadiria mimi, kumbe naye bwana kukadiria hivyo, kwamba wewe unaenda kudisplay image yake vizuri huko na kwenda. Ameumia sana kwamba katika watu ambao wanategemea wanaenda kudisplay image yangu ni pamoja na Dorcas. Kabisa.
leo hii anapata taarifa hii, amesikitika sana. Nataka nikwambie hicho, nisitize hicho, amesikitika sana.